Bana, jana tumezungumza kuhusiana na Chief Godlove kuyachukua magari. Tulimuuliza kuhusiana na kuna taarifa zilikuwa zinasambaa kwamba magari yamechukuliwa na wenyewe, yani wamechukuliwa na wenye magari yao, tolewa nyumbani kwake, yakawa yamepakizwa kwenye yale matrailer, magari makubwa kubeba mizigo, yanatolewa nyumbani, yanapelekwa somewhere ambayo watu hawakujua, lakini baadaye yakaonekana yameenda Kenya, yamefika Nairobi, Kenya, na leo yapeleka huko, kumbe ni chief mwenyewe aliyatoa magari Tanzania kayapeleka Kenya. Sasa nataka niongee naye kidogo hapa, nimuulize my brother Chief Godlove. Watu walikuwa naamini magari yamechukuliwa, lakini ghafla bin vu tukaona yako Nairobi, Kenya, na labda kwa nini aliamua kuwapeleka Kenya na vitu kama hivyo. Ndugu yangu, mambo vipi? Kama kawa Mando, ni aje? Kama kawa my brother. Mimi niko fit sana, si wewe. Bwana, jana Bongo umekamata mitandao sana ndugu yangu. Yaani jana ilikuwa ni kama siku ya sio jana, bado nakamata pale one on trending, hakuna nani wala nani. Kwanza kabla tujiendelea kuongea, Mando, wewe umezaliwa wapi? So jana tumeona jana of course tumezungumza. Nikakuuliza watu walikuwa wanasema magari, nikakuuliza ndugu yangu, watu gani ambao ndio wenye magari? Na mimi nikakuuliza na mimi nikakuuliza wewe unahisi nani anaweza akampa mtu magari? Hilo kiukweli mimi swali ambalo nitaka kupata jibu kutoka kwako. Yaani why watu waseme wenye magari? Ina maana wewe udeserve kuwa na magari au ni nini? Sasa ndio ulipaswa waulize wao, kwa sababu na hii wanavyomiliki hawaamini, au kwa sababu huwa siwaamini nini nafanya. Hisi hapa magari sio yake au yake hivyo. Watu wanahisi labda unadanganya, ndio maana unadanganya, unaigiza, ndio maana ilisambaa. Mr. Chief Godlove. Sasa sisi tubadilishe na jina kabisa au tuendelee kuita Chief Godlove hivyo hivyo? Jina langu ni Chief Godlove, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Ila Waislamu wananiita Sultan Said, sio Side wala Said. Said. Aisee, safi sana ndugu yangu. Kwanza nikupongeza kwa kitu ambacho kimetokea jana. Unajua kutoa magari Tanzania kuwapeleka Kenya sio kitu rahisi ambacho kinawezekana, na labda watu wengi wanahoji sababu ya wewe kuyachukua magari kuwapeleka Kenya ni nini? Sasa magari ni ya kwangu, mimi ndo naamua nini nifanye, nipeleke wapi, nifanye nini, hiyo ni ya kwangu. Yaani mtu anakujaje kuniuliza eti sababu yako ya kubeba magari kupeleka Kenya ni nini? Yeye kama nani? Labda Kenya hakuna magari ambayo unaweza kutumia ya namna hiyo kama ya kwako? Kenya kuna magari mengi sana, lakini sababu moja ile iliyonifanya mpaka nibebe hizi gari nizilete Kenya ni kwamba huku Kenya na Uganda ni moja kati ya sehemu ambazo mimi ndo huwa nafanyia mambo yangu mengi. Yaani hata baadhi ya vitu vingi mimi nafanya ni huku, sio Tanzania. Okay. Umeelewa? Tanzania huwa nakujaga kwa shughuli moja tu ya foundation kwa ajili ya kuja kusaidia yatima, wajane na nini. Ndio maana unaona nikiwaga Tanzania a lot of things nafanya ni kusaidia yatima na nini, kwenda kuwapa baadhi ya vitu, lakini hujawahi kuniona nimekaa eti nakwambia niko ofisini sijui niko Tanzania. Ofisini labda foundation. Okay. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo a lot of things nafanya huku. Sasa hizo gari Tanzania mmeziona sana. Yeah. Sasa hivi ni muda zije huku Kenya, zisumbue kidogo. Huko Bongo ninunue gari zingine za kutumia nikiwa huko. Sawa. Kwani usingeweza kununua magari yale kwa Nairobi, waache Nairobi, ununue magari yale ukaacha Uganda? Siwezi kununua gari zile bro. Sasa kutoka kuna nini hapo? Sitakuwa na kichaa. Sasa yani ninunue gari zile ziwe Kenya, ninunue gari zile ziwe Kampala. Lazima gari ziwe tofauti. Ndio maana hizo nimezitoa Bongo, nimezileta huku. Zije zifanyiwe service, zioshwe vizuri, zipoe. Huko nakuja nanunua gari zingine za kutumia nikiwa huko, nikija huko. Maana yake hizo sasa hivi zinakuwa zinabaki Kenya. Zinaweza zikabaki, zinaweza zikarudi, ni mood tu. Okay, kuna kipindi kuna kipindi ilitokea mchuano wako, yani bishi wako na baadhi ya washikaji kutoka Kenya. Sasa watu wengi wanahoji labda unafanya hivyo kwenda kuwakomoa watu ambao walikuwa wanakupinga kutoka Kenya. Sina mtu wa kumkomoa huko kwa sababu sioni mtu hata kushindana naye. Yaani mimi watu ambao ukiniambia nitashindana nao, unatakiwa unichukue hapa unipeleke Nigeria. Naweza nikapata watu angalau wawili watatu wa kusumbuana nao. Lakini kwa hii Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambiki, Kongo, hakuna kijana mwenye umri kama wangu ambaye anaweza akasimama yoyote
Okay. Tena kwenye karia yoyote, sio kwenye karia moja, kwenye karia yoyote hakuna. I say. Chief Godlove, lengo lako ni nini hasa, kwa sababu watu wengi wanaona kama unawakejeli kwa sababu wewe umefanikiwa. Lengo ni nini wewe ambalo unataka watu walifahamu kutoka kwako hizi mambo zote unazozifanya hizi? Ukiondoa kuonyesha watu kwamba una hela. Okay, mimi siwaonyeshi watu kwamba nina hela kwanza. Na ndio maana unapoona hizo gari zilikuwa zinajipitia zake tu mtaani. Zinatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Watu wenyewe na shobo zao wakarekodi. Sio mimi. Ni shobo zao wenyewe. Na wengine mtandaoni na wao wakaleta shobo kujifanya wanajua sana kuongelea maisha ya watu, wakaingia mkenge. Ndio. Sasa hapo mimi nimehusika vipi kuonyesha kama nina hela kaka? Mimi ninachokifanya nafanya kuwaaminisha au kuwaonyesha watoto waliotoka kwenye familia za kimaskini. Unajua ukitoka kwenye familia ya kimaskini unakuwa umuoni mtu yoyote mbele wa kukufanya akumotivate, aidha kwenye familia yako au kwenye ukoo wako. Ndio. Kunakuwa hakuna mtu ambaye amefanikiwa, wote ni maskini. Kwa hiyo wote mnakuwa mnaamini kwamba basi ukishazaliwa maskini ulitakiwa labda uzaliwe na baba tajiri ndio uwe tajiri. Hapana. Mbona mimi nimepata na nimetoka kwenye familia ya kimaskini? Kwa hiyo ninachokifanya ni kuwaaminisha watoto wa kimaskini ambao ndio generation hii, kwamba generation ya wazee wetu ilikuwa ni lazima uwe mzee, uwe mtu mzima ndio upate hela. Lakini generation hii unaweza ukapata hela hata ukiwa kijana. Okay. Umeelewa? Kwa hiyo mimi ninachokifanya ni kuwaonyesha, yani kuacha legacy kwa vijana ambao wametoka kwenye maisha ya kimaskini kwamba inawezekana. Kuna mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kumtoa msanii ndani ya miezi miwili akawa anashindanishwa na wasanii ambao wana miaka 12, 15 kwenye game. Ushaiona hicho kitu Elmando? No. Onaga sasa ndo hiyo legacy sasa. Ndio hicho kitu nataka. Okay. Yani kwamba hata kesho nikifa bado jina langu litatamkwa tu, nitaendelea kuwepo. Yani nitakuwepo. Okay. Kuna mstari mmoja wa Mwanefo unasemaga ukiwa na hela usipige nazo picha, kwa sababu kuna siku zitaisha then utaanza kujilaumu na kuangalia zile picha na video ambazo rekodi ukiwa na hela. Huhofii Elmando. Naomba nimalize swali langu. Endelea. Na juzi nimeona issue ya mtu kama Floyd Mayweather. Unamfahamu, ni bilionea kabisa na mpiganaji ngumi. Nao wanasema ni kama ameanza kuterereka kwenye upande wa pesa. Sasa watu wanaanza kumtroll au kumkejeli kupitia video zake za hela. Huhofii kuna siku mambo yatakaa vibaya, watu wataanza kukukejeli na wewe kupitia vitu ambavyo ulikuwa unavionyesha? Bro, mtu ambaye anaweza akaona watu wanasema amefilisika na hajafilisika na akakaa kimya akaendelea kuangalia watu wanavyozungumza, unahisi huyo mtu ana roho gani? Angekuwa mtu mwingine angekuwa shawajibu siku ya kwanza ile. Mimi ni mtu ambaye nisha prepared, yani ni kama mtu aliyekufa alafu anaishi. Mimi siogopi kusemwa au kufanyiwa chochote, unatakiwa ujue hilo. Okay. Yani mimi mtu akiniongelea kwa ubaya ni win, kwa uzuri ni win. Yani hakuna namna mtu anaweza kanitetelesha. Yani mimi binafsi tena kwenye kuongelewa. Yani mtu aongee vyovyote siwezi kuteteleka wala kushtuka kwa chochote. Kwa hiyo mimi sijali kwamba sijui kesho itakuwaje, sijui nini, hatujui. Mungu ndo anayepanga baadhi ya vitu, lakini mimi siamini kama kuna siku nitasafa. Save hii video bro. Kweli? Nakwambia. Yani mimi kwanza ngoja nikwambie kitu. Mtoto ambaye ametokea kwenye familia ya kimaskini ndio atapata pesa. Ndio. Cha kwanza jua kabisa huyo sio fala. Tayari amepasuka na maseke. Ndio. Lakini kingine huyo mtu hata akipoteza pesa anakuwa hajapoteza chochote kwa sababu hakuzaliwa na hicho kitu. Yes. Si umenielewa vizuri? Yani mimi nina uwezo wa kujifunza, yani nikapitia hali ya kujifunza, lakini siwezi kufilisika. Okay. Si umeelewa vizuri? Nakuelewa vizuri. Yani naweza nikapitia kipindi cha kujifunza kama hiki ambacho nimepitia hapa kati. Hii ya kuonekana siku magari yamebebwa, siku kila mtu anaongea lake. Tayari hiyo ni funzo kwamba najifunza. Okay. Kwa hiyo siku nisipokuwa nacho watu wataongea hivi. I'm prepared for that. Okay. Yani tayari nishakuwa prepared. Nimeshajiandaa na subiri. Okay. Wewe unahisi vijana wa mjini wanakuchukia?
Vijana wa mjini. Vijana wa mjini kwa maana ya wazawa wa Dar, kwa sababu niliona hata kuna clip ulikuwa na kina Tumbili, unamuuliza wewe umezaliwa wapi, unamwambia wewe sio mtu wa mjini, umekuja kutafuta. Na kwenye clip yako umeeleza kama vijana wa mjini ndio ambao wanateseka kuhusiana na maisha yako. Yeah bro, yaani ngoja nikwambie kitu. Vijana nikisema vijana wa mjini sizungumzi wote. Kuna wale ambao wana akili timamu. Lakini kuna wale ambao automatic wana hate kwamba yani mshamba. Unajua kuna zile we mshamba bana, umetoka bushi huko, sisi wazawa sisi downtown kitambo hapa tunaishi hapa. Ndio. Kwa hiyo we mshamba utatuambia nini? Sisi tunamjua kila mtu hapa mjini, tukitaka simu moja tunapiga. Yani kuna namna wanahisi kwamba yani mtu akitoka kijijini basi ni fala, yani ni mshamba. Okay. Sasa hiyo mindset mimi ndo nataka niitoe kwamba oya nyinyi watoto wa mjini sikieni. Sisi tunatoka huko kwetu tukiwa hatuna chochote. Tunakuja mjini tunachukua na tunarudisha nyumbani. Nyinyi mmekaa tu hapo hamna lolote. Ukiangalia asilimia kubwa ya watu ambao wana pesa Dar sio wazao wa Dar. Wazao wa Dar wameishia kukaa na ile ya kwamba mimi nimezaliwa Dar, mimi nimezaliwa Kinondoni. Basi mimi nimezaliwa Kariakoo, mimi nimezaliwa wapi, lakini hakuna kitu wanafanya, na ndio maana wanakuwa wana hate. Okay. Chief Godlove, kitu gani ambacho wewe unakiogopa na unakihofia kwenye maisha yako? Mimi pekee ninachokiogopa na kukihofia kwenye maisha yangu bro, lakini kibaya zaidi mimi fear, yani sina kitu cha kuogopa zaidi ya kuogopa kwenyewe. Yani mimi waga siogopagi chochote. Mimi naweza nikaface chochote kwenye maisha yangu na nisi lose hope. Yani sinaga kawaida ya kuogopa chochote. Yani mimi ni mtu fulani hivi bro. Tukikaa vizuri, ukikaa karibu na mimi utanielewa. Okay. Yani mimi sinaga hofu. Kwa nini? Kwa sababu huwa naamini hofu ndio kitu pekee kinamfanya mtu afeli kwenye maisha. Yani kwa hiyo hofu mimi ni kitu ambacho huwa sikaagi nacho. Yani sio kitu ninachokiogopa. Yani mimi siogopi hofu. Okay. Lakini kitu pekee ninachokijua mimi kufulia kwangu ni siku nitakayokufa. Ndio unafilisika, maana yake unafulia. Sasa ndio nimekufa bro. Ina maana hakuna mtu ambaye atakuwa na akili kama yangu ya kuendeleza vitu nilivyoviandaa. Lazima vitakufa tu. Okay. Niliona kuna watu walikuwa wanazungumza kuhusu gari zinazunguka, yani zilizunguka kidogo Dar es Salaam. Lengo lilikuwa ni nini? Kuzizungusha kidogo then zinaenda Nairobi. Okay, kuna gari moja pale ile rangi ya yellow, ile ya orange. Ilikaa miezi 5 ndani ya garage. Ilikaa garage, kwa hiyo gari pale chini zikawa kama zimekalia. Umeelewa? Matairi yalikuwa kama ya nini. Kwa hiyo kuna fundi mmoja ambaye yuko kule upande ule wa Oysterbay kule. Umeelewa? Zilikuwa ndio nilikuwa nimemwagizia, kwa sababu kuna baadhi ya mafundi niliyokuwa hapa gari zangu wakaua. Kwa hiyo nikawa na huyo fundi peke yake ndio nikawa naona anaweza kanifungulia gari akaiweka vizuri, alafu ndio ije sasa irekebishwe huko. Unajua yani si nikuelezeaje, hizo gari huku zimekuja kurudishwa kwenye hali yake, kusafishwa lakini pia na kufanyiwa service, kwa sababu Bongo hakuna mtu anaweza kufanyia service gari yangu. Sure. I'm telling you bro, kwa sababu wameniharibia gari karibia 2 na BMW convertible wameniulia. Nina Range Rover Sport ya 2020. Kuna ile Range ambayo ulikuwa kama kuna video zangu ulikuwa unaona kuna Range niliona. Imepaki pale nyumbani, imekufa engine kwa sababu ya mtu nilimwita anirekebishie pipe ya maji tu. Pipe ile ya maji yalikuwa kama yani maji yanaisha kama yanamwagika au yanadondoka. Akaniulia hiyo engine mpaka leo. Gari imepaki. I say noma. Mimi mtu akikutazama kwa nje Chief anaweza kukutafasiri tofauti. Kwa mfano hata mimi pia nilivyokuwa na kuona mitandaoni nilikuwa nahisi ni mtu fulani, yani yani mtu fulani ambaye anajisikia lakini baada ya kuanza kuongea na wewe nikaona bwana mshikaji ni mwana sana. Mimi nataka uniambie Chief Godlove ni mtu wa namna gani?
Chief Godlove ni unknown, yani ni mtu ambaye anaishi kutokana na wewe unavyoishi naye. Yani umeona wewe unavyonichukulia? Ni kwa sababu ya wewe pia umekuja haujaja kwa ubaya. Umeelewa? Yani mimi ni mtu wa 50-50. Okay. Yani kwa staili unayokuja nayo ndio hiyo nayokujibu. Yani wewe unavyokuja mimi ndivyo ninavyokupokea. Okay. Yeah. Niliona ulikuwa unazungumzia Nairobi, unavyoisifia Nairobi kama ndo capital of Africa. Unahisi kwa sasa hivi kwako maisha yako yanaenda kuhamia Nairobi kwa sababu ni pazuri kuliko Dar es Salaam? Elmando. Mimi kipindi na watukana watu wa Nairobi nilikuwa naishi Nairobi, unatakiwa ujue hilo. Kweli? Yeah, I'm telling you. Yani mimi muda mwingi sana nakuwa naishi huku kuliko Tanzania. Yeah. Most of times. Lakini kibaya zaidi ni kwamba watu wanakuwa wanaona video zangu nikiwa niko ndani, nikiwa niko wapi. Kwa hiyo wanakuwa hawajui. Uwezi ukajua location ya sehemu kama mtu yuko ndani. Okay. Umenielewa? Yeah, hapo nimekuelewa. Lakini akitoka nje ndio unajua yuko wapi. Yuko Sinza, yuko Tabata, yuko wapi. Lakini ndani huwezi ukajua huyu yuko wapi. Kwa hiyo mimi maisha yangu mengi huwa naishi Kampala na hapa Nairobi. Okay. Lakini miezi mingine wanakuja naishi Mbeya, mara nyingi sana ni Mbeya huwa naendaga kufanya matukio kwa sababu kule ni nyumbani. Yeah, naona pia. Na nyumbani wameniheshimisha. Unajua kwenye hii issue ya magari nyumbani kwetu wilaya nzima iliingia vitani mtandaoni kubishana na watu. Yaani watu ukiona comment za watu waliokuwa wanabishana na watu ni watu wa kwetu. Yaani ni watu wa nyumbani. Wanakufahamu maana yake. Walikuwa wanabishana sana. Amepokonya gari, haiwezekani. Sisi ndo tunamjua yule, subiridi. Yaani kwa hiyo nishajua kwamba okay, kumbe nyumbani kwetu napendwa. Okay. Sasa ninaporudi tu siku nimesema narudi nyumbani. Siwezi kufikia ni direct nyumbani watu wangu wakale sherehe. Okay. Wilaya nzima wanapigwa sherehe. Okay. Chifu, ili swali sitaacha kukuuliza. Watu wengi wanapata ukakasi sana kujua, unajua watu wengi wenye hela labda wanaona kama wafanya biashara. Unaona rafiki yako kwa mfano Lugumi, watu wanajua nini anachofanya. Lakini watu wengi wanajiuliza sana Chief Godlove anatoa wapi pesa. Mimi kiukweli ningependa na mimi kukufahamu. Najua watu walivyokufahamu ghafla binvu ukawa ni mwenye hela na kila siku ni kama zinazidi kuongezeka. Elmando, let me tell you one thing bro. Watu hawataki kujua wewe unapata vipi hela kwa sababu ya kukusaidia au wao kujifunza. Wanataka nini? Wanataka kujua unapataje hela ili wajue namna gani ya kukuheshimu, kiwango gani wa kuheshimu. Mfano, ukiwa unauza nguo anasema sawa wewe tajiri lakini si unauza nguo wewe mtoka zako. Ndio. Si utaelewa? Yeah. Una hela alafu dalali anasema sasa wewe dalali una hela gani? Mtoka wapi? Si dalali wewe. Ndio. Sio, umeelewa? Yeah. Lakini pia watu wanatamani kujua unafanya kazi gani ili wajue namna gani ya kukuzima, yani kutokana kwenye ile biashara. Yani watu wanatamani kujua unapata wapi mkate, sio kwa ajili ya wao waende wakachukue mkate, kwa ajili ya kwenda kuchoma hiyo bakeli inayotengeneza hiyo mikate. Okay. Kwa hiyo mimi sipendaji sana kusema nafanya nini au tukikutana kwenye kitu ninachokifanya ndio utajua kumbe chifu anafanya hiki. Okay. Lakini siwezi kusema eti mimi nafanyaga hiki. Okay, hiyo ni siri yako maana yake, si ndio? Kwa mimi nataka kufahamu jambo moja. Jicho la tatu ni nini? Elmando, hii interview haishi jamani. Tunamalizia kwa sababu unajua tuje kufanya interview, alafu huko Kenya ndugu yangu mpaka nije nikupate sio leo. Jicho la tatu ni nini? Jicho la tatu ni nini? Elmando, na maana ufuatiliaji video zangu. Nafuatilia, lakini sasa unajua napata ukakasi na mimi nataka waone jibu. Unajua video ambazo unafuatilia, mimi nakufuatilia sana ndugu yangu, yani kiukweli. Sawa. Jicho la tatu maana yake ni ufahamu. Cha kwanza ni kujua nini ufanye kwa wakati gani na wapi, kwa sababu hili swala linawasumbua sana watu. Okay. Unajua jicho la tatu lina maana ndefu sana, ndio maana ulivyoniuliza nikashindwa kutaka kulitolea ufafanuzi kwa sababu lina maana kubwa sana. Huko ndani kuna mambo ya kiroho, spiritually. Okay. Umeelewa? Jicho la tatu kama vile ambavyo kanisani, yani kama vile ambavyo dini ambavyo unatakiwa umtafute mchungaji ndipo akuombee. Kwenye jicho la tatu hatumtafute mchungaji. Tunakuelekeza namna ya wewe mwenyewe kujifanyia baadhi ya mambo, kujiponya au kufanya mambo yako yaende. Unajua kuna watu ambao
wanajitafuta lakini wamekuwa wakijaribu kufanya kazi mara kwa mara, kazi tofauti. Kila wakianzisha michongo yao inakufa na nini na nini. Sasa hao ni wanahitaji jicho la tatu kwa ajili ya kufungua ufahamu wao, kujitambua kwanza wao ni kina nani. Kwa sababu kuna watu ambao tunaishi nao kwenye dunia, wewe ukimuona unaishi anajitambua lakini hajitambui. Huenda anafanya biashara ambayo sio ya kwake, ambayo sio yeye anatakiwa afanye. Umeelewa? Mwingine anaweza akawa nyota yake ni kali sana, labda ni msanii au ni mwigizaji. Nyota yake ni kali sana lakini mwanzo nyota yake iliwaka, baadaye kazima yani. Sasa huyo anatakiwa pia hajue nini anatakiwa kufanya. Mfano, Mando akasema mimi nataka kuwa mtangazaji, mimi natokea Bongo 5. Nataka labda kuwa mtangazaji mkubwa kuliko mtangazaji mwingine. Cha kwanza unatakiwa kuwa na knowledge ambayo iko kwenye jicho la tatu, kujua wenzio wanakosea wapi. Wapi wamefeli na wewe ni nini ufanye ili uwe juu yao. Si umenielewa? Yeah, hapo nimekuelewa. Chifu. Kwa hiyo jicho la tatu lina maana nyingi. Humo ndani kuna hapo nimekuelewa. Kuna mambo ya kawaida haya mtaani. Hapo wewe ni Freemason au Illuminati? No. Mimi sio mtu huyo, sio mambo yangu hayo. Kwa sababu watu wanaamini jicho la tatu, unajua kwenye tunafundishwa jicho la tatu Illuminati na Freemason wana jicho fulani hivi, unajua lile kama triangle hivi, na ndio wanaamini. Sasa let me tell you one thing. Watu wengi wanayofia Freemason wanahisi labda ni kitu fulani kibaya au Illuminati nini, kitu kibaya nini, vile mindset tulizopewa. Hiyo ni knowledge pia, ni jicho la tatu. Kumbe Freemason naye ni jicho la tatu. Naweza nikasema yes kwa sababu kwa sababu pia wanatumia knowledge, yani wao wanafumba macho, wanatumia ufahamu. Ndio maana unaona wanasema kuna jicho la tatu linafunguka hapa, ukiachana na haya macho ya kawaida ambayo tunaona. Unatumia akili zaidi kuliko kuhisi au kushika. Wewe unaweza kuwa Freemason? Unaweza? I can't. Mimi siwezi kuwa Freemason kwa sababu Freemason wana level ya ndogo kuliko mimi. Okay. Yani knowledge ya Freemason ni ndogo kuliko mimi. Ngoja nikuelekeze kwanza. Mimi ni spiritual healer. Ni mtu ambaye niko juu ya mganga wa kienyeji. Si umenielewa vizuri? Kwa knowledge niko juu ya mchawi wa kawaida. Kwa sababu mchawi kazi yake ni kuloga na kuharibu maisha ya watu. Ndio. Si umeelewa? Mimi niko kwenye kurekebisha kile ambacho mchawi kaharibu. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo mimi niko juu ya mganga wa kienyeji, niko juu ya mchawi, niko juu ya Freemason. Yani hawa watu wote naona kwa chini kutokana na level ya knowledge. Ya akili ambayo mimi niko nayo na wao. Kwa hiyo Freemason, Illuminati ni nini? Is all about mindset. Is all about knowledge. Kwenye hiyo imani ambapo jicho la tatu kuna watu wengi Tanzania wapo mule? Siwezi kusema bro, no comment. Sasa hapo unatoa siri za watu. Unajua mtu hatutaji jina. Siwezi nikasema kwamba wapo wa Tanzania au wapo wa Kenya, wapo It's all about a secret. Unajua mtu mpaka akasema chief, mimi najitoa na lipia pesa, nataka kukaa na wewe unielekeze nini nifanye ili nifanikiwe. Yeye ndio anatakiwa kama atataka kwa mapenzi yake atoke akawaambie ndugu zake na jamaa zake kwamba kafanikiwa baada ya mimi kumuelewesha. Mimi nimewafanikisha watu wengi sana. Kwa maelekezo tu. Sio wala yani kwa maelekezo tu, fanya hiki kitakuwa hivi. Nina nguvu hiyo. Na kinakuwa. Lakini siwezi kuja kusema nimemfanikisha fulani. No bro. Kuna malipo lakini ni siri kati yangu na mimi na yeye. Kuna malipo. Malipo ya mtu labda akitaka kusaidiwa na wewe. Sasa unifuatilie Ilmando ndo shida. No, niliona ile issue za michango. Ngoja sasa tuachane. Mimi sichangishi mchango kwa mtu yote. Mimi wanawaambia watu kwamba mimi siwezi kumwelekeza mtu for free, na kama mtu ananifuatilia basi atakuwa anajua. Kwa hiyo iko hivyo. Mimi unajua nilishafanya mpaka yale madarasa yako yale. Ngoja nikuelekeze, hamna darasa umefanya. Hebu sikiza nikwambie nikuelekeze Ilmando. Ilmando. Umesikia Ilmando? Ndio. Kwa hiyo jicho la tatu mtu akitaka kulifafanua vizuri ni lazima mtu akae atulie, amueleweshe tena kwa vitendo, sio kwa maneno.
kwa maneno hivi unaweza usinielewe, kwa sababu wewe toka umezaliwa umechukuliwa umepelekwa darasani ukaambiwa wewe utasoma kindergarten, baadaye utakuwa darasa la kwanza. Unielewa? Ndio. Baadaye unachukuliwa unaambiwa wewe utakuwa Muislamu, nenda madrasa. Yaani ni vitu ambavyo wewe unapandikizwa, hujavitafuta. Okay. Yaani wewe umeelekezwa vitu na eza wazazi, umefuata upepo maana yake. Sio kile ambacho umecreate. Okay. Sasa umeona mimi ninavyoenda, mimi huwa natengeneza vitu vyangu mwenyewe. Nao nakuelewa. Sifuati trends. Na create my own trends. Okay. Umeelewa? Hapo nimekuelewa vizuri sasa. Kwa sababu tayari knowledge yangu ni kubwa kuliko binadamu wa kawaida. Kwa hiyo binadamu wa kawaida yoyote pale ambapo anahisi ananielewa ndo anakuwa hanielewi. Kwa sababu siongei lugha ambayo yeye anaongea. Okay. Yaani mtu anaweza kaona anaongea Kiswahili lakini asinielewe kile ninachokimaanisha. Na hiyo inatokea mara nyingi sana. Okay. Hata naweza nikarekodi video nikaelezea vizuri kabisa. Lakini nakuja kugundua watu bado hawaelewi kile nilichokielewesha. Okay. Mfano hata kwenye hili somo la mambo haya yaliyotokea hapa, kuna watu bado hawajaelewa nilikuwa nawafundisha kitu gani. Ili jambo lote lililotokea nilikuwa nawafundisha kwamba watu siku zote watatamani ufanikiwe lakini hawatatamani uwazidi wao. Okay. Hapo nimekuelewa mzee wangu. Bwana, la kumalizia ili nikuache upumzike, na wanajua ni asubuhi. Nimeona umezungumzia issue ya kulipia magari dola 20,000. Ni hela ndefu sana mzee wangu, dola 20 karibia milioni 50 na kitu za Kitanzania. Mzee umelipia tu kupeleka magari Nairobi na vitu. Unategemea kwa mfano kujenga makazi, acha kuishi kwa mfano labda uishi apartment, kujenga kule Nairobi labda Uganda. Mimi nishanunua na nyumba Nairobi na nyumba Kampala. Sijazionyesha tu. Unajua kuna vitu vingi ambavyo mimi sivionyeshi kwenye mitandao, lakini watu wengi wao wanahisi kila kitu naonyesha. Mfano hata hii issue ya magari. Wala hata sikutaka iwe kubwa hivyo kwamba niwaonyeshe watu nimezibeba. Nitaka kimya tu yafanyike. Okay. Lakini wao wenyewe tu ndo wamepiga kelele. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo kwenye mitandao sivionyeshi. Okay. Lakini ikifika muda kuvionyesha nitavionyesha. Sawa. Mimi la kumalizia la mwisho chief. Unataka kuwa nani? La kumalizia hilo. Unataka uwe chief? Unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa? Unataka kuwa nani? Yaani nataka kujua wewe nini ambacho unataka uwe. Okay, Armando, mimi sitaki kuwa chochote. Mimi chochote ninachokitaka huwa nakipata at the same time. Yaani nikitaka kuwa fulani mimi kesho nakuwa. Yaani ni mimi naamua nakuaje, lakini sasa hivi sijataka kuwa mtu yote, nimetaka kuwa chief, ndo niko chief sasa. Okay. Mimi nikitaka kuwa mfanyabiashara mkubwa ni issue ya kesho asubuhi naamka na kuwa. Okay. Hapo nimekuelewa mzee wangu. Nikuache basi tutazungumza vizuri ndugu yangu, maana mimi na vitu vingi sana vya kuongea, na kusema tuongee hapa ndugu yangu hatumalizi. Nakuja tufanye interview ya face to face. Unajua kuelekeza kwa simu na kuelekeza kwa hivi tunakaa na kuonyesha ni vitu tofauti. Yes, kabisa. Mimi nahisi na vitu vingi sana vya kuzungumza na wewe brother. Kwanza nashukuru sana kwa muda huu ambao umenipa leo.